Hello everyone, ninatumaini mnaendelea vizuri na Mungu anazidi kuwatunza. So siku ya leo kwenye podcast yetu tunaenda kujifunza kitu kingine kipya. Na kama unanifuatilia vizuri, nimeandika kitabu kinaitwa Metamorphosis. Kinaelezea hatua kwa hatua namna gani mwanafunzi wa kawaida anaweza akawa mwanafunzi wa tofauti. Na kwenye kitabu hiko, sehemu ya kwanza nimeandika jambo ambalo ningependa tujifunze. Nimeandika ni mawazo yako yanaamua unachosema na ni mawazo yako yanaamua unachofanya kwa matendo. Na ni matendo yako yanaamua matokeo. Kwa hiyo matokeo ni yanakuwa yanaamuliwa na namna ambavyo unakuwa unawaza. Kwa hiyo matokeo aidha makubwa au madogo, mazuri au mabaya, yanaamuliwa na namna ambavyo unakuwa unawaza. Na mawazo yako ni mkusanyiko wa taarifa ambazo zimetengeneza fundisho au mfumo kwenye maisha yako, ambazo zinaongoza maisha yako. Kwa hiyo hauwezi ukawa bora au zaidi ya taarifa ambazo unazo, kwa sababu taarifa ulizokuwa nazo ndo zinaamua wewe namna gani unafanya mambo. Manake itakutengenezea tabia, itakutengenezea matendo, action. Kwa hiyo your thoughts zitatengeneza nini? Action kwenye maisha yako. Na baada ya hizo action ambazo utakuwa unafanya, matendo ambayo utakuwa unafanya, ndo yatategemea matokeo, aidha yawe mazuri au yawe mabaya, yawe makubwa au yawe madogo. Kwa hiyo utakuja kuona kwamba kwenye maisha yetu, ili tuweze kuleta badiliko personally au kwa watu wengine, tunapaswa tubadilishe namna ambavyo tunawaza, kwa sababu ndio chanzo kinachoamua matokeo ambayo tunakuwa tunayo kwenye maisha yetu ya uhalisia. Ndio maana Biblia inasema kwenye kitabu cha Warumi sura ya 12 mstari wa 2, inasema wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Nimependa Biblia ya Kiingereza imesema, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Be transformed by the renewing of your mind. So transformation inapatikana kunapokuwa kuna renewing of your mind. Renewing of your mindset ndo inasababisha transformation. Kwa hiyo ili uweze kuwa na mtazamo ambao utasababisha matokeo mazuri au matokeo makubwa kwenye maisha yako, unahitaji neno la Mungu. Ndio maana Kolosai sura 3 mstari wa 16 inasema hivi, neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu. Kwa hiyo manake unapokuwa na neno la Mungu ndani yako, neno la Mungu linakutengenezea wewe mfumo au linakutengenezea wewe fundisho la namna ambavyo unapaswa kuishi. Na kwa namna hiyo matendo yako, actions zako zitaamuliwa na kile ambacho unakijua, taarifa ambazo umezipata kutoka kwenye neno la Mungu. Na utaanza kujikuta unaanza kufanya vitu na vitu vyako vinakuwa vinapata matokeo mazuri. Why? It is because neno la Mungu limeunganika na kile ambacho unataka kifanyike kwenye maisha yako. Ukisoma Yoshua sura ya 1 mstari wa 8, Biblia inasema, kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali atafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawa sawa na maneno yote yaliyoandikwa humo. Kwa hiyo maana yake baada ya kutafakari, unaenda kutenda sawa sawa na maneno yote yaliyokuwa yameandikwa humo. Maana yake matendo yako yatakuwa yameamuliwa na kile ambacho umekipata kwenye neno la Mungu. Maana yake taarifa ambayo umeipata, Mungu anazungumza nini, ndio itasababisha namna gani uact kwenye maisha yako. Tuendelee. Anasema kwamba kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali atafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawa sawa na maneno yote yaliyoandikwa humo, maana ndipo utakapoifanikisha njia yako, kisha ndipo utakapostawi sana. Kwa hiyo kustawi kwako sana kutaamuliwa na namna ambavyo unawaza. Ndio maana Warumi 12 imesema, be ye transformed by renewing of your mind, kugeuzwa nia zenu. Kwa hiyo mtazamo au fikra yako inapokuwa imebadilishwa, ndio inakuja inasababisha hata matokeo yako yaje kuwa yamebadilishwa. Nikwambie tu jambo ambalo ni la ukweli, hakuna jambo lolote, hakuna taarifa yoyote ambayo italeta au itasababisha badiliko ndani yako, na hilo badiliko itasababisha mgeuko kwenye maisha yako, isipokuwa neno la Mungu. Ni neno tu la Mungu, ni jambo pekee mmoja ambalo ni neno la Mungu litasababisha badiliko kwenye maisha yako. Either ulikuwa uko very depressed, ulikuwa uko very down,
na ukuona kabisa kuna tumaini, au umeona umefika kiwango fulani cha kufanikiwa na unahitaji next level. Next hiyo level utaipata pale ambapo utakuwa umekaa na unakuwa unatafakari neno lake mchana na usiku. Unapokuwa na tendency ya kusoma neno lake mchana na usiku, inakusababishia wewe kupata wisdom, hekima na ufahamu wa kuweza kufanya mambo kwa namna ambayo ni bora na nzuri zaidi, na kwa namna hiyo ndio utakusababishia kuwa na matokeo bora. Nasema ndipo utakapostawi sana. Ninakuombea katika jina la Yesu ukastawi sana kwenye kile ambacho unakifanya, na neno la Mungu likawe standard, likawe ndio msingi wa kila kitu ambacho unakifanya. Ni kwenye neno tu la Mungu. Mungu ameelezea nini ambavyo anatuwazia. Sana kitabu cha Yeremia sura 29 mstari wa 11. Biblia inasema, maana nayajua mawazo ninayowazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Biblia ya Kiingereza inasema, I know the plans that I think about you. Yani ninajua mipango, mawazo ambayo nimewazia nyie. The plans ambazo Mungu anazo ni mipango ambayo ni ya kutufanikisha sisi. Kwa hiyo unapokuwa unasoma neno lake, unakuwa unajua exactly nini ambacho Mungu ametaka kitokee kwenye maisha yangu. Kwa hiyo utakuwa uko nyuma sana kama usome neno la Mungu, ingawa unataka kufanikiwa, kwa sababu mafanikio yako yamefichwa kwenye neno la Mungu. Kwa sababu kwenye neno la Mungu ndiko kuna ahadi zako Mungu ameziweka ili uweze kuzifahamu na uweze kutembea katika hizo. Mungu akubariki sana. Shalom.